katika eneo ambalo Bwana Yesu alipata mateso kiroho au katika roho. Tunafahamu, unajua, katika mwili, lakini pia tuangalie katika mateso yake yaliyogusa roho yake. Ukiacha kuteswa, kupigwa, kuchomwa, kuveshwa taji ya miiba, lakini tuangalie katika eneo moja. Tuangalie maeneo kadhaa, lakini leo tuangalie eneo moja ambalo tunalipata katika Injili kama alivyoandika Mathayo mtakatifu, sura ya 26 kuanzia na aya ile ya 56b. Mbele mstari wa 57 asema, nao waliomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu, walipokuwa wamekutanisha waandishi na wazee. Na Petro akamfuata kwa mbali huko. Baada ya kukimbia wanamfuata kwa mbali. Kwa hiyo Bwana Yesu anashiriki mateso kiroho kwa namna ambavyo wale watu wake wa karibu, wale watu ambao aliwategemea, wale watu ambao aliwaamini, wale watu ambao walikuwa pamoja nao wakati wa mateso yake, wanamwacha, wanakimbia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ama kwamba alipigwa mkuki, kwamba aliwangwa msalabani, kwamba alipigwa kwa misumari, lakini anaumia moyoni, anapata mateso ya moyo, kwa maana ya kwamba wale watu wake wote waliokuwa pamoja na yeye, na bahati mbaya sana hata wale mitume ambao aliwaita kwa majina yao, Petro nifuate, Andrea, Yakobo, Tomaso, na wenyewe pia tunaambiwa wanamwacha, wanakimbia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Piga picha, una watu ambao unafahamiana nao, alafu unapotokea changamoto, yaani unapopita kwenye magumu, kwenye shida, kwenye misiba, alafu umuone yote. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Tanisikia. Utasema hawa watu kumbe nimefahamiana nao tu, kwamba ni Wakristo wenzangu, kwamba ni wanakwaya wenzangu, kwamba ni wanajumuiya wenzangu, kwamba ni umaki wenzangu, kwamba ni ubaki wenzangu, kwamba ni vijana wenzangu, lakini wakati wa mateso yangu, wakati wa shida yangu, wote waliniacha wakakimbia. Piga hiyo picha katika namna hiyo, wewe kama wewe. Ndivyo ambavyo Kristo anapita katika mateso ya moyo, katika kuugua moyo, kwamba wote ambao walikuwa pamoja nao, wote ambao walikula pamoja nao, wakati wa mateso yake wanamwacha, wanakimbia. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ona hiyo picha. Na ndio maana nakwambia mwanzo kwamba katika maisha kuna watu unaofahamiana nao, lakini hauko pamoja nao. Bwana asifiwe. Haleluya. Unafahamiana nao, lakini kimsingi hauko pamoja na wewe. Unafahamiana nao kama Wakristo wenzio, unafahamiana nao kama wafanyakazi wenzako, unafahamiana nao kama majirani, lakini unapopita katika changamoto, inawezekana wasiwe pamoja na wewe, lakini unafahamiana nao. Kuna msiba, alafu kwenye msiba ule ukiangalia huko unaona wafanyakazi wenzio, majirani, unaangalia kuna ndugu, unaangalia kuna marafiki. Alafu ukiangalia umuoni Mkristo yoyote wa mtaa mtakatifu Mathayo Manjoni. Umuoni mwanakwaya, umuoni mwanajumuiya, umuoni mwanaumaki, umuoni kijana, umuoni mwanaubaki, umuoni mwana fellowship, umuoni mtu yoyote. Tajisikia vibaya, ndio? Sema watu na familia nao kama Wakristo wenzangu, lakini kimsingi hawako pamoja. Mbona hujaenda kwenye msiba? Utaumia, yani pamoja na kwamba kuumia kwenye msiba umeondokewa na mpendwa wako, lakini utaumia rohoni pia. Nasema hawa watu sio watu wazuri. Hawa tunafahamiana nao kama ni Wakristo wenzangu, lakini mbona kwenye changamoto yangu, kwenye msiba wangu, kwenye magumu yangu hawajaonekana. Inawezekana leo kanisa usije kusali tena. Nasema hawa sio watu wema. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unafahamiana nao, unasali pamoja nao, lakini hawako pamoja nawe, ndio maana hawakuja kwenye uzuri. Lakini ni nabii yake. Nakuza na msiba, afu nakuta kwaya zinaimba, afu jakaa vizuri, umaki hao wamekuja. Kiangalia baadaye wamekuja ubaki,
watu wanapishana. Baadaye wamekuja vijana. Na siku ya kuzika kama ndio ya mazishi ya kusafirisha, unakuta Wakristo, ukiangalia sura zimejaa Wakristo wenzako ambao unaabudu nao, wa Mtakatifu Matayo Majoni. Hata kama utalia katika namna ya kulia, umefiwa, lakini ndani yake utakuwa na faraja sana. Utakuwa na faraja. Kwa nini? Kwa sababu kumbe hawa watu sijafahamiana nao tu kwamba ni Wakristo wenzangu, lakini kumbe niko pamoja nao. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wako pamoja na mimi, niko pamoja nao, na ndio maana wako mahali hapa. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa Yesu alipita kwenye changamoto ya mateso ya moyo, kwenye changamoto ya mateso ya roho, kwamba watu wake wa karibu wote wanamwacha, wanakiwa wanakuheshimu kwa midomo tu na kusema Bwana Yesu asifiwe na kusema mpendwa katika Kristo ubarikiwe, lakini kimsingi hawako pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hawako pamoja na wewe katika nyakati ngumu, ambazo ni nyakati unaweza ukapima marafiki wa kweli ambao wako pamoja na wewe, na marafiki ambao kimsingi hawa unafahamiana nao. Bwana Yesu asifiwe. Baba, tuwe mfano mmoja kwa wote. Wengi tuna simu, ndio kwenye simu kuna watu unaofahamiana nao na kuna watu ambao uko pamoja nao, yaani ukubali na umewasevu na namba zao unazo. Lakini watu ambao unafahamiana nao lakini hauko pamoja nao. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unafahamiana nao na umesevu majina yao, lakini zakapita mwaka mzima mjawasiliana. Bwana asifiwe. Si ndio? Hata kupigia na hujampigia. Au kama hiyo haitoshi, unaweza ukapita kwenye changamoto, umesevu namba ya mtu na yeye ana namba yako, lakini bado asikupigie simu kukupa pole. Aidha unaumwa, umepita kwenye changamoto au msiba au shida mbalimbali. Kimsingi ni mtu ambaye unafahamiana naye, lakini hayuko pamoja na wewe. Yule ambaye yuko pamoja na wewe katika changamoto, atakaposikia atanyanyua simu yake, atakupigia. Mpendwa, unaendelea je? Mpendwa, unajisikiaje? Pole. Atakutia moyo, atakufariji. Hao ni watu ambao utakuwa pamoja nao. Hata mwenyewe unajua kabisa hawa ni watu ambao niko pamoja nao, kwa sababu ya kuitika, kwa sababu ya kushiriki, kwa sababu ya kuwa pamoja na wewe wakati wa uhitaji wako. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hiyo Kristo anashiriki mateso kiroho katika moyo, katika ukua la moyo, mateso katika roho, kwa namna ambavyo watu wale, kwa maana wanafunzi wale wakamwacha, wakakimbia. Katika maisha unaweza kupita kwenye changamoto.